Waumini wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania wanatarajia kuungana na waumini wengine ulimwenguni kote kusherehekea siku ya Eid al-Fitr kesho Machi 21. Mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kiislamu Morogoro anayefahamika kwa jina la Hussein Rashid amekutwa amefariki dunia ndani ya makazi yake huku mwili wake ukiwa umeanza kuharibika. Mamlaka zinazohusika na sekta ya maji zimetakiwa kushirikiana kwa karibu na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoathiri upatikanaji wa maji. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Umoja wa Ulaya wameelezea ghadhabu yao kwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kuhusu uamuzi wake wa kuzuia mkopo mpya wa Ukraine licha ya ahadi zake. Na mtazamaji, tunakutana tena leo tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya furaha duniani. Sijui wewe ni kitu gani ambacho kikifanya kinakupa furaha, lakini vyangu mimi vipo. Nitakwambia hapo baadaye. Popote pale ulipo na kusalimu habari za wakati huu, bila shaka uko sawa. Karibu katika Upendo TV Habari. Mimi ni Francisco Ngoro, nitakusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa huu utakuja kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Taungana na Potina Nelson pia hapo baadaye katika ripoti mbalimbali. Na kwa hivi sasa basi tuanzie katika jiji la Dar es Salaam ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania wanatarajia kuungana na waumini wengine ulimwenguni kote kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kesho Machi 21, ambayo inasherehekewa mara moja kwa mwaka baada ya kukamilika kwa mwezi wa Ramadhani. Eid al-Fitr ni siku ya furaha, shukrani na mshikamano kwa Waislamu duniani kote baada ya kukamilika kwa mfungo wa siku 30 za ibada, kujinyima na kujirudisha kwa Mwenyezi Mungu. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya viongozi wa serikali na viongozi wa dini akiwemo Mufti Mkuu wa Waislamu nchini Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali amewatakia waumini wote wa Waislamu heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr, huku akiwataka kusherehekea kwa amani, upendo na mshikamano. Na tunataraji biidhnillahi taala Mwenyezi Mungu atupe uhai mrefu na atupe siha kamil. Tutasali Eid siku ya Jumamosi insha Allahu taala. Tunawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kuwepo kwa usalama wa hali ya juu wa kusherehekea kwa amani sikukuu hiyo. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalumu ya Dar es Salaam linawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam, ambapo sisi tunahudumu kuhusu masuala ya kiusalama, kuwepo kwa usalama wa hali ya juu na washerehekee kwa amani sikukuu hii. Sisi tutafanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuwa za amani na utulivu na hakuna madhara yoyote ya kijinai ambayo yatajitokeza. Wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msaada wa chakula na mahitaji muhimu kwa familia zenye uhitaji katika wilaya 5 za Dar es Salaam kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, ambapo kila wilaya imepokea mchele kilo 1000, sukari, mafuta ya kula, mbuzi 6, sabuni pamoja na tende ili kusaidia wananchi wasio na uwezo wa kumudu mahitaji muhimu ya sikukuu. Leo tunayo heshima kuwa na mkono wa Eid ambao umetoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tukawashike mkono baadhi ya familia ambazo hazina uwezo mkubwa wa kuweza kusherehekea Eid al-Fitr. Lakini hii itakuwa ndio spirit yetu kwenye sherehe hizi za Eid, kwenye sherehe za Pasaka na kwenye sherehe zingine zote ambazo zinagusa makundi ambayo hayana uwezo wa kujihimili yenyewe. Aidha, amesema msaada huo ni mwendelezo wa upendo wa rais na amehimiza viongozi wengine wa mikoa na wilaya kuunga mkono hatua za kusaidia makundi yenye uhitaji. Haya, mtazamaji, ni kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr siku ya hapo kesho.
Na sasa basi tuelekee katika mkoa wa Morogoro. Mwanafunzi wa chuo cha Kiislamu Morogoro MUM anayefahamika kwa jina la Hussein Rashid amekutwa amefariki ndani ya makazi yake baada ya takribani siku 4 kupita, huku mwili wake ukiwa umeanza kuharibika. Tukio hilo limewaacha wanafunzi wa jamii ya chuo hicho katika majonzi makubwa, wakisikitishwa na kumpoteza mwenzao aliyekuwa akisoma mwaka wa 3. Baadhi ya majirani wa karibu na marehemu wamesema kuwa walianza kupata wasiwasi mara baada ya kusikia harufu na hali isiyo ya kawaida kutoka chumbani kwake. Waligonga mlango mara kadhaa bila mafanikio, na hata walipojaribu kumpigia simu yake, simu ilita ndani bila kupokelewa. Nimesikitishwa na tukio lililotokea kwa mwanafunzi wetu wa chuo cha Waislamu Morogoro. Kwa kweli nimesikitika sana na nimeumia sana. Ni mwanafunzi niliyekuwa namfahamu, anasoma mwaka wa 3. Na ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nakaa naye karibu, tunakutana msikitini, tunafanya ibada wote. Lakini nafika hapa kwenye eneo la tukio, naambiwa mwanafunzi fulani kafariki. Mwanafunzi fulani yupo ndani siku ngapi kafariki. Kwa kweli mimi moyo wangu umenungunika sana, nimeumia sana kuondokewa na mwanafunzi wetu. Na ni mwanafunzi ambaye alikuwa bado anaendelea mitihani yake. Kwa hiyo mitihani yake imeshia njiani. Ndio tumepata taarifa kwamba hapa anapokaa na yani hajaonekana muda mrefu, kwa sababu mwenye nyumba yake pia alikuwa hayupo. Amerudi jana usiku, leo anapita akakutana na harufu isiyo kuwa ya kawaida. Akajaribu kuita kimya, akapiga simu yake akakuta simu inaitia ndani. Basi akatoa taarifa kwa majirani, kisha akaita mwenyekiti wa mtaa akaja, na sisi tukakusanyika tukasaidiana na polisi. Ndio hivyo. Wenyewe walipokuja, mzee aliporudi alipofungua ndio wamekutana na hiyo harufu asubuhi. Sasa anaenda msikitini ndio akakutana na harufu. Rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro amesema kuwa tangu tarehe 17 ya mwezi huu marehemu aliondoka chuoni hapo na kuelekea nyumbani baada ya kuanguka kufuatia malazi yaliyokuwa amekuwa haonekani tangu takriban tarehe 17 mpaka hivi leo, lakini kwa bahati nzuri, kwa taarifa za majirani wanaoishi naye, walitueleza kwamba maeneo ambayo wanaishi wanasikia harufu mbaya, jambo ambalo lilibidi tupate taratibu za kiusalama. Tukawasiliana na maaskari kupitia mwenye nyumba na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maaskari wamekuja na wametambua mwili wa marehemu na wamemchukua kwa ajili ya taratibu zingine. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa Mbuyuni amethibitisha kufika eneo la tukio, ambapo amesema jitihada za kuvunja mlango zifanyika na hatimaye mwili wa marehemu kupatikana ukiwa tayari umeanza kuharibika. Lakini mwanzoni walikuwa wanahisi kama ni panya, wakataka labda wafanye usafi kwenye store, lakini baada ya kuona mlangoni kwa huyo mtu kuna nzi wengi, basi walilazimika kuja na kutoa taarifa. Na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, Sakap Alex Mkama, yeye amethibitisha kutokea kwa tukio hili, ambapo amesema kimsingi marehemu amebainika akiwa amekufa ndani ya chumba alichokuwa amepanga, alichokuwa akiishi majira ya saa 5 asubuhi, na jitihada za kufungua mlango wake zimefanyika baada ya kuwa imesikia harufu kali ikitokea mle chumbani. Kwa hiyo baada ya kufungua chumba kile, imebainika kwamba tayari alikuwa ameshafariki na alikuwa ameshaanza kuharibika. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kuendelea na uchunguzi, ikiwa ni pamoja kuwasubiria wazazi wake waweze kuchukua mwili wa marehemu. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba kifo chake kimetokana na maradhi ya kawaida. Mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatufanya tuongezee taarifa katika jiji la Dar es Salaam. Kanisa la Tanzania Assemblies of God City Christian Center CCC Upanga hii leo limechukua rasmi umiliki wa jengo la kiwanja kilichopo mtaa wa Mbwela ploti namba 951 Upanga jijini Dar es Salaam, mali iliyonunuliwa na kanisa hilo tangu mwaka 2007 kutoka kwa shirika la taifa la maendeleo NDC na kuibua mgogoro wa wapangaji kwa muda wa zaidi ya miaka 19. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa utawala
Na katibu wa bodi ya kanisa hilo Daktari Michael Mgodo amesema kuwa hatua ya kuthibitisha umiliki ilicheleweshwa kwa muda mrefu kutokana na pingamizi la wapangaji waliokuwa wamekalia mali hiyo, huku akisema sasa ni muda mwafaka wa kuchukua kumiliki jengo hilo ili waweze kuboresha huduma mbalimbali za kijamii kupitia jengo. Hawa wapangaji walileta pingamizi lakini lilikataliwa, wakapewa notice ya kuhama. Kwa hiyo notice walishapewa, lakini wamekaidi, wakaapil na hatimaye apili yao ilikataliwa pia na mahakama. Miaka 4 sasa imepita tokea hukumu hiyo itolewe, na sisi tulikuwa tumetulia tukidhania labda wanataka kuapili tena au kufanya hatua nyingine. Haikufanyika miaka yote 4. Kwa hiyo sasa, wakizungumza kwa nyakati tofauti, wapangaji wanaoishi katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka 10 akiwemo Rusi Riami amesema mchakato wa uuzaji wa jengo hilo kwa kanisa haukupaswa kufanyika. Badala yake walipaswa kupewa kipaumbele kama wapangaji katika mchakato wa ununuzi wa jengo hilo kama ambavyo taratibu zinaeleza. Humu ndani kuna mwanamke, kuna mama anaishi ni miaka 70 na yuko peke yake. Wamekuja wamevunja mlango wake, wanatoa vitu vyake. No notice, hamna eviction notice, hamna ruling, hamna court order, hamna chochote. Huyu hapa wanachofanya hapa ni udhalilishaji. Huyu hapa mama pia na nyumba yake hapa chini. NDC walishauza nyumba, tukaenda mahakamani. Tumekaa mahakamani karibu 18 years. Tuko mahakamani. Mama kakasema mahakama ikesi inaenda sasa hivi ni miaka 18. Miaka 18 hatujaingia mahakamani. Hamna ruling ambayo imetoka, na hamna ruling ambayo imeshatoka. Sio sahihi, imetoka chini. Na kila tukienda mahakamani wa upande wa pili hawaji mahakamani. Akizungumza kwa njia ya simu, mwenyekiti wa mtaa huo amesema bado hajautambua mgogoro huo, akiahidi kufuatilia ili kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama inaimarika katika eneo lake. Hapana, sijui chochote mimi. Ningejua sasa mimi ningekuepo hapo. Lazima tunakuepo, watu tunashiriki. Taratibu za mtaani kwako zipoje labda? Hamna taarifa yoyote. Kuna mgogoro. Unajua mimi nimeingia madarakani juzi tu hapa. Sijajua bado mgogoro. Kwa hiyo hata huu mgogoro ofisini kwako haukuachiwa huo. Mpaka kamera za Upendo Media zinaondoka katika eneo hilo. Tayari kanisa hilo liko limeanza kubomolewa nyumba hiyo na kuanza kufanya maboresho ili jengo hilo litumike kwa huduma mbalimbali za kijamii. Huduma mbalimbali tunafanya za jamii pia zikiwemo na huduma ambazo zinajenga kiroho chetu, zinajenga maisha ya kiroho, familia. Hivyo tumeona ni muhimu sana sasa kuchukua muda huu kulimiliki tena hili jengo ili liweze kusaidia hatua zetu za kuboresha huduma zetu kwa jamii yetu, huduma za washirika wetu ambao nao wanahitaji kuchangia katika huduma zetu hizi, kuanzia watoto, vijana mpaka watu wazee. Mtazamaji, sasa tuelekee nyanda za juu kusini katika jiji la Mbeya. Mgogoro wa muda mrefu wa umiliki wa magari ya kikundi cha Asante Mbeya hatimaye umepatiwa ufumbuzi baada ya mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika mkoa wa Mbeya kuingilia kati na kurejesha haki hiyo kwa wanaostahili ambao ni wanakikundi. Taarifa hii ya Erasto Kikwara inafafanua zaidi. Magari hayo aina ya Costa na Noah yaliyokuwa yamenunuliwa kwa michango ya wanachama yalizua sintofahamu baada ya kusajiliwa kwa jina la mwanzilishi wa kikundi hicho Daniel Mwanakatwe, hali iliyosababisha malalamiko miongoni mwa wanachama. Hatua hiyo ililazimu TAKUKURU kuanza uchunguzi kufuatia malalamiko yaliyowasilishwa rasmi na wanachama wa kikundi hicho wakidai kunyimwa haki yao ya umiliki, ambapo baada ya uchunguzi wa kina na kusikiliza pande zote mbili, TAKUKURU imejiridhisha na madai ya wanachama na kuamua kurejesha mali hizo mikononi mwa kikundi halali. Hizi gari ziliandikwa ni gari za Mr. Daniel Thomas Mwanakatwe ambaye ndiye alikuwa muasisi wa Asante Mbeya Project. Na ni kweli tulipofuatilia tuliona kweli upande wa serikali amesajili hivyo BRELA Daniel Thomas Mwanakatwe Traders Name Asante Mbeya Project.
na Dani baadaye akaja akasema kwamba wanachama wa Asante Mbeya Project tumemchangia yeye sadaka na familia yake. Gari 2 Costa, 1 Noah. Tumeenda mwishoni tukaanza kuja kuleta tamaa. Yaani tunapozungumzia tamaa ni baada ya kutaka kila kitu kiwe chake yeye, ambapo sivyo ndivyo. Tukaenda akaja kusema gari hizi yeye ni za kwake, lakini wakati huo gari sio za kwake. Hizi gari sisi tunakumbukizi michango tuliipateje kumiliki hizi gari. Tulitaka tutapeliwe kwa kifupi. Sasa kama tulitaka tutapeliwe, mimi kama mmoja wa wasiopenda wana kikundi wenzake watapeliwe, niliona niingie miguu yote kupambana na hii hali. Kwa kifupi sikupendezewa nayo. Hali ilikuwa mbaya kwa sababu aliyekuwa kiongozi kipindi hicho alitaka kujikabidhisha mali za wanakikundi. Akikabidhi mali hizo, afisa wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya David Mswata amesema wamekabidhi kadi 3 za magari aina ya Costa na Noah ambazo sasa zitatambuliwa rasmi kuwa mali ya kikundi cha Asante Mbeya badala ya mtu binafsi, ambapo ameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda haki na kuhakikisha uwajibikaji katika matumizi ya mali za pamoja. Kadi 3 za hayo magari ambazo ni hizi hapa, ambazo ni namba za usajili ambazo zimebadilishwa usajili kutoka Asante Mbeya Project kuja kwenye Asante Mbeya Group. Lakini pamoja na hizi kadi 3 tunakabidhi kadi 3 ambazo zilikuwa ni za usajili wa Asante Mbeya Project. Kadi 3. Kwa upande wake mwenyekiti wa kikundi cha Asante Mbeya Frank Mwakisiara amewahimiza wanachama kuachana na migogoro na badala yake waelekeze nguvu katika kujenga na kuendeleza kikundi chao. Lakini tutakuwaje na grupu kubwa? Inatakiwa tuwe kitu kimoja, tuheshimiane. Pale ambapo tunaona kabisa tunaenda tofauti tushauriane. Si ndio ndugu zangu? Sio kukwepa pembeni kwanza kusemana kufanyeje, inatakiwa tutengeneze. Tuondoe ile yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi nyuma, sasa hizi tuwe kwenye grupu huru ambalo kila mwanachama atakuwa huru kwenye ile grupu. Na kuanzia sasa kila mwana Asante Mbeya ni mmiliki wa hizi gari. Tukio hilo limeonekana kuwa somo kwa vikundi vya kijamii juu ya umuhimu wa uwazi, uaminifu na usajili sahihi wa mali ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana Elasto Kikwara kutokea huko Mbeya katika taarifa hiyo ya habari. Na sasa basi tuelekee katika mkoa wa Morogoro ambapo mamlaka zinazohusika na sekta ya maji zimetakiwa kushirikiana kwa karibu na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoathiri upatikanaji wa maji safi ya kutosha. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Gairo mkoani Morogoro, Jafari Kubecha, wakati akizungumza kuelekea kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji alipofanya ziara katika mradi wa maji wa Lubeho unaotarajiwa kumaliza changamoto ya maji katika kata 10 za wilaya ya Gairo. Muendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba ili huduma za maji ziendelee kuimarika, ni lazima huduma za misitu tuendelee kuzimarisha. Kwa hiyo niendelee kuwaomba na watu wa bonde la Wamiruvu tuendelee kushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha kwamba hifadhi ya misitu na mazingira tunaendelea kuimarisha. Wamiruvu wao kazi yao ni kuweka mabango kwamba hili eneo ni hifadhi ya maji. Lakini ni kwa namna gani wanashiriki kupanda miti? Hiyo ni ajenda nyingine. Kwa mimi natamani Wamiruvu tujiondoe kwenye kuweka mabango, tujikite kwenye kushirikiana na TFS kuhifadhi mazingira. Meneja wa RUWASA katika wilaya ya Gairo, Gratius Haule, amesema kukamilika kwa mradi huo kutahakikisha usambazaji wa maji katika kata zote 10 zilizolengwa, hatua inayomaliza changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. And gender, yani maji na jinsia, kwamba tunapanda hii miti kwa ajili ya kuweza kuimarisha uoto wa asili ili tuweze kupata maji ya uhakika. Na lengo kubwa kama maeneo mengi ya Gairo ni kama maeneo makame, kwa tunapanda hii miti kwa ajili ya kuongezea uoto wa asili ili kuweza tupate maji ya uhakika na maji salama. Mhifadhi mkuu wa wilaya ya Gairo, Michael Kimata, amesema wanaendelea na jitihada za kupanda miti katika maeneo ya vyanzo vya maji ili kuvihifadhi na kuhakikisha vinadumu kwa muda na kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo, huku mwenyekiti wa kijiji hicho
Habiri Godrak akieleza ni jukumu la wananchi wote kuhakikisha wanalinda na kutunza miradi ya maji pamoja na mazingira yanayozunguka vyanzo vya maji. Tumepanda miti ipatayo 400 katika shule ya sekondari Chakwale, lakini tumegawa miti ipatayo 3100 kwa wananchi wakiwemo wanafunzi ili mradi kama huu. Kwa hiyo kikubwa ni kulinda miundombinu yote ambayo iko hapa, na hii miti ambayo tumeipanda leo iendelee kulindwa, iendelee kukua vizuri kulilinda ile eneo. Hai, mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine katika jiji la Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia na kumhoji kwa kina Rehema Maulidi mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa Kigamboni, Dar es Salaam, na mwenzake mmoja kwa tuhuma za mauaji ya mtu anayejulikana kwa jina la Athumani Nyanza, ambaye mwili wake ulikutwa umefukiwa kwenye shimo kubwa na nyumba yake huko maeneo ya mtaa wa Kimya Zingiziwa, Ilala. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa kanda maalum ya polisi Jumanne Muliro imesema linaendelea na uchunguzi ambao baada ya taratibu za kisheria kukamilika, hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa. Polisi Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi wamefanikiwa kumkamata na kumhoji mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Rehema Maulidi mwenye miaka 42. Huyu ni mkazi wa Kigamboni, na mwenzake mmoja ambaye jina tumelihifadhi kwa sababu uchunguzi unaendelea. Hawa wamekamatwa, wanashikiliwa na wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tuhuma hizo za mtu ambaye nimemtaja. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuchukua hatua zaidi. Kuhusu sherehe za Idi kesho, jeshi hilo limewahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kuwepo kwa usalama wa hali ya juu na kusherehekea kwa amani. Kuhusu sherehe za Idi, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia matangazo ya kidini ya Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, jeshi linatambua kwamba kesho tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026 ni siku ya Idi. Jeshi hili la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Idil Fitri wananchi wote wa Dar es Salaam ambao kimsingi wanaungana na Watanzania wenzao na duniani kwa ujumla kuhusiana na sikukuu ya Idi ambayo imetokana na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, na sasa basi tuangazie taarifa kutokea mkoani Kilimanjaro. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika mkoa huo imekabidhi zawadi ya Idi kwa watoto wanaolelewa katika kituo cha Halima Orphanage Center kinachohudumia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu kilichopo Pasua katika mkoa wa Kilimanjaro, ikiwa ni sehemu ya kushiriki furaha ya sikukuu hiyo pamoja na watoto hao. Mwandishi wetu Rehema Abraham kutokea huko Kilimanjaro na taarifa kamili. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo, kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Kilimanjaro Musa Chaulo amesema kuwa utoaji wa mkono wa Idi ni utamaduni wa taasisi hiyo kujitoa kama sehemu ya jamii na kuonesha upendo kwa makundi ya watu wanaoishi katika mazingira magumu. Katika ofisi yetu ya TAKUKURU tunatambua kwamba sisi ni sehemu ya jamii, na katika jamii yetu ya Watanzania kuna watu wanaishi katika mazingira ya tofauti. Kuna watoto ambao ni wahitaji kama hawa ambao tuliona kwamba tunapokuwa majumbani sisi Watanzania wengine ambao bado tuna wazazi na ambao tuna watoto, tukisherehekea sikukuu ya Idi tuje katika kituo cha Halima Orphanage Center kwa ajili ya kuwaletea zawadi watoto walio katika kituo, na wao njia moja au nyingine waweze kujisikia kwamba wana Watanzania wenzao, wana wazazi wao wanaowapenda na waweze kusherehekea katika sikukuu hii ya Idi na kuja. Sambamba na hayo, amesema kuwa taasisi hiyo itaendelea kushiriki katika shughuli za kijamii sambamba na majukumu yake ya msingi ya kupambana na rushwa na kutoa wito kwa taasisi na watu wenye moyo wa upendo
kujitoa katika kuwasaidia. Natoa wito kwa Tanzania wote wenye moyo na mapenzi mema kwa watoto kama tunao hapa katika kituo chetu cha Halima Affairs Center wajitokeze. Na sisi kama TAKUKURU sio mara ya kwanza na haitakuwa mara ya mwisho kuja katika kituo hiki. Na huwa tunafanya sio kipindi cha sikukuu tu, lakini leo tuliamua tuchague kipindi cha sikukuu ili watoto hawa nao waweze kusherehekea pamoja na Watanzania wengine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania wengine wenye mapenzi mema na watoto kama hawa ambao kwa njia moja au nyingine aidha hawana wazazi au wameselekezwa waweze kupata furaha ya kutembelewa na wazazi kama sisi. Kwa upande wake, meneja wa kituo hicho Enosos Peter alishukuru kwa msaada huo, akisema kuwa itawasaidia watoto hao kusherehekea sikukuu ya Eid kwa furaha kama watoto wengine, na kuwataka wadau wengine kuendelea kujitolea kutoa msaada ili kufanya watoto hao kufurahi kama watoto wengine, huku watoto wanaolelewa katika kituo hicho wakishukuru kwa kupatiwa msaada huo, wakisema watasherehekea sikukuu hiyo kwa furaha. Na mpaka sasa tunakaribia sikukuu ya Eid. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati. Mimi kwa niaba ya Halima Affairs Center nitoe shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya TAKUKURU ambayo imetuwezesha siku ya leo kutupatia zawadi kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Kwa nasema asanteni kwa taasisi ya TAKUKURU ikiongozwa na mkuu wa taasisi ya TAKUKURU Kilimanjaro, lakini pia na timu nzima ya TAKUKURU Kilimanjaro waweze kufuata nyayo zilizofanya TAKUKURU, waweze kujitolea kutoa sadaka zao na kutufikia kwa namna moja ama nyingine, ili kutuwezesha na sisi tuweze kufanya malezi yaliyo bora au tuweze kuwalea watoto katika misingi ambayo ni bora zaidi. Tumefurahi kwa wito wenu, tumekuja kutuletea vitu ambavyo kama sio nia tunahisi hata kesho ilikuwa yani haipo yani sijata kusema jana, lakini tunawashukuru tu, yani mmetusaidia sana. Mungu awabariki TAKUKURU, mzidi kukua, Mungu aongezee kidogo mlichokitoa, tutakuja kwa kikubwa baadaye. Mzee awabariki. Tunawashukuru, tutakusaidia kesho. Tunawashukuru sana. Mungu awajalie TAKUKURU. Tumekuja wengi, nimetoa ufahamu, watoto wote wamefurahi, wameshukuru pia, wamesimama kwa niaba yao. Tunashukuru Mungu ametufikisha mahali hapa. Kutoka hapa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya Gairo mkoani Morogoro, Jafari Kubecha, amewataka wananchi kuhakikisha wanaitunza miti yote iliyopandwa, bila akisisitiza kuwa kupanda miti bila kuitunza ni sawa na kufanya kazi bure. Taarifa kamili hii hapa na Pasco Elias kutokea huko mkoani Morogoro. Kubecha ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa kampeni ya upandaji miti inayofanyika kila mwaka ifikapo Machi 21, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Amesisitiza kuwa vitendo vya ukataji wa miti holela ni janga kubwa inayochangia uharibifu wa mazingira, hivyo jamii inapaswa kuchukua hatua madhubuti kulinda rasilimali hizo muhimu. Tunaweza tukawa na misitu lakini ukakuta kila siku misitu inateketea, wananchi kuchoma moto na nini, lakini elimu mnayoendelea kuitoa imefanya wananchi wanaendelea kuona misitu ni fahari yao. Kwa hiyo tuendeleze elimu hizi, lakini tuendelee kuwa karibu na wananchi, ili pale ambapo panahitaji maelekezo yetu, ushauri wetu, tuendelee kuwapa ili kulinda misitu yetu na kuendelea kulinda mazingira yetu. Wamesema hapa ndugu zangu, swala la kupanda miti ni jambo moja. Ndio maana tunasema utunzaji na uhifadhi. Tumeelewana? Kuna kupanda, kuna kutunza na kuna kuhifadhi, si ndio? Manake mtu unaweza ukawa ni mkubwa ukauharibu, si ndio? Pale utakuwa hujauhifadhi. Kwenda kukata mti hujahifadhi, umeharibu mazingira, si ndio? Na hii leo tumeipanda, ili iweze kukua ni lazima tuitunze, si ndio? Kwa hiyo kuna kupanda, kuna kutunza na kuna kuhifadhi. Mambo haya matatu yote yanatuhusu sisi.
Uhifadhi wa misitu sio kazi ya TFS peke yao. Uhifadhi wa mazingira sio wa halmashauri peke yao. Uhifadhi, utunzaji na upandaji wa miti na uhifadhi, yote hii ni kazi yetu sisi wananchi wa wilaya Gairo. Lakini sio tu kupanda, hata tulioipanda kuhakikisha tunaitunza. Akitoa taarifa mbele ya mkuu wa wilaya Swalehe Mshana na Mikaeli Kimata, mhifadhi mkuu wa wilaya Gairo, wamesema kuwa miche 400 imepandwa katika shule ya sekondari Chakwale Chikage, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi rasmi wa kampeni hiyo wilayani Gairo. Halmashauri kwa kushirikiana na TFS ilianza zoezi la upandaji miti tarehe 23 Disemba 2025, ambapo tuligawa miche ya miti 364,640 bure, ambayo imeshapandwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo taasisi za umma, hifadhi ya mlima Gairo, mipaka ya hifadhi ya mlima Italagwe na maeneo ya watu binafsi. Katika shule hii ya sekondari Chakwale Chikage tumepanda jumla ya miti 400, na mara baada ya kupokea taarifa hii tutakuomba utuzindulie zoezi la kugawa miti 3,100 bure kwa wananchi ili waweze kuipanda katika maeneo yao. Tulikuwa kwenye zoezi la upandaji miti ambalo tunaazimisha kiwilaya, kitaifa. Zoezi hili linafanyika huko Lindi. Tumepanda miti ipatayo 400 katika shule ya sekondari Chakwale, lakini tumegawa miti ipatayo 3,100 kwa wananchi wakiwemo wanafunzi ili kuwajengea tabia ya kupenda kupanda miti, wakapande nyumbani, waitunze ili ije isaidie kuhifadhi mazingira yetu kwa hapo baadaye. Naye mwenyekiti wa kijiji amewahimiza wanafunzi kushiriki kamilifu kutunza miti hiyo ili iweze kukua na kutoa manufaa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Ni jukumu letu sasa sisi wananchi wa Chakwale, wanafunzi ambao tuko hapa, tuitunze hii miti kwa sababu lengo ni utunzaji wa mazingira. Tutakavyoitunza hii miti, maana yake mazingira yetu yatakuwa salama kabisa. Kwa hiyo niwasisitize wanafunzi ambao mko maeneo haya kila siku ni kuitunza hii miti ili tuweze kuweka mazingira yetu vizuri. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pasco Eliasi na hii ni Upendo TV. Asante Pasco Elias kutokea huko mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo ya kupanda miti ambayo inatuhitimishia habari za kitaifa. Mtazamaji, mimi bado niko nawe, jina langu ni Francisco Nongoro. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa Potina Nelson atakusomea habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke. Hii ni Upendo TV habari.